Hapa tulipofika kwa sababu tumefuata njia pana ambayo inaelekeza watu kwenye uharibifu. Kumbuka, walio wangu watalijua jina langu. Halafu hao wanaokwenda kwenye uharibifu na jina lenyewe wakawa wamepachikiwa jina lingine, wamekubali tu. Kwa sababu kuna furushangwe, basi huko kuna makelele, huko ndo kunafaa. Wengi wape demokrasia, si ndio? Ya wengi wape haifanyi kazi katika utaratibu wa kanuni ya anga mtambuka, ya mbingu kuu, ya the universe. Kanuni ya Mungu wa kweli haiwezi kufanya kazi kwamba bora mradi ni demokrasia ya watu wengi bwana. Sasa anzeni kujipeleleza. Kila mmoja wenu aangalie, je, anasafiri kwenye njia ile yenye watu wengi au anasafiri kwenye njia ya watu wachache? Kuna namna nyingi hapa. Watu wanaleta mambo ya mkumbo, kufuata bora liende, kuishi kimazoea, na ndio maana wanakuwa wabishi. Yaani roho zao zinaridhika kwamba kwa kuwa wako wengi basi wako sawasawa. Kumbe wanazidi kutokomea, ambapo ilikuwa sio watu wa kutokomea, ni kwa sababu tu hawajitambui. Wamedanganywa wakaambiwa eti bustani ya Eden ilikuwa sijui wapi. Hapana, kiuhalisia bustani ya Edeni iko ndani yetu. Sisi ndio bustani ya Eden. Tunda ndio ile nafsi inatoa maelekezo, inatoa sauti ya mnong'ono, kukueleza mambo wewe ya kusaidia, mambo mema na kukataza mambo mabaya. Yenyewe ndio inajua mambo mabaya na mema. Mwili wako ndio ardhi yenyewe ambamo hiyo mimea ya bustani, maua na nini imepandwa kwayo. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kuanza kutafuta undani wako. Utafute huko iliko nguvu ya uungu ulioko ndani yako, uwezo, ukitaka kwa namna nyingine, uwezo ulioko ndani yako. Na ili uweze kufanya utiifu mwafaka, sio kutii vitu ambavyo sivyo halisia. Tii vitu ambavyo ni halisia, ambavyo viko ndani yako mwenyewe. Huna haja ya kwenda kwenye jengo la mtu kwamba hapa ndo tunaabudia, sio tunafanyeje. Ibada zote basi ni katika roho na ukweli. Yaani ibada zote zifanyike ndani yako, kwa sababu hekalu liko ndani yako. Wewe ndio hekalu, wewe ndio bustani ya Edeni kwa namna nyingine. Kufufuka ni kule kukumbuka, kuanza kuitii ile sauti yenye mnong'ono. Huko ndo kufufuka. Na kuzaliwa hali kadhalika. Kuzaliwa upya ni kule kukumbuka mara ya pili kwamba wewe ni nani na umetoka wapi na unaongozwa kutoka wapi. Utambuzi huo ndio unaosababisha wewe uzaliwe mara ya pili au uzaliwe upya. Sio katika mafundisho hayo mlioelezwa huko. Hayo ni maelezo ya kuwafanya nyinyi mtekwe katika mawazo, ili watu waweze kuwatawala binadamu wenzenu, waweze kuwatawala. Wakishawatawala waweze kuwaambia chochote kile wanachotaka, na nyinyi lazima mtii. Sasa inakuwaje na kwa mamlaka gani wamepewa ya wewe kukufanya wewe uwe mtumwa wao, au wewe uwe mtu wa kuburuzwa na wao, wakati na wao ni binadamu kama wewe, na wewe una nafsi na wao wana nafsi? Kwa hiyo tumefika hapa tulipofika kwa sababu ya hiyo hali.
ya kufuata mkururo wa kupita njia pana ambayo ina watu wengi wa kupigana vikumbo, ina makelele na furushangwe, na nyinyi mmefuata mlio wengi, na ndio kinachoendelea sasa hivi. Tukianza kuulizana hapa, kwa mfano hapa Tanzania tuulizane, au hapa Afrika, kila kilomita 6 utakuta kuna kanisa, au hata kilomita 1 tu utakuta. Lakini katika namna ya wastani unaweza tukafanya hata kilomita 3 utakuta kuna kanisa. Kila kilomita 1 au 1.5 au 2 kuna msikiti. Sasa basi jiulize swali, wangapi wanaokwenda kwenye ibada za kwenye majengo hayo? Ni wengi sana. Wengine hawaendi kuhudhuria, lakini huwatoi. Ukiwauliza wewe dini gani, atakueleza mmoja hayo majengo, atakueleza. Hata kama hahudhurii mwaka mzima, anakwenda tu wakati wa kufunga, wakati wa Ramadhani, au anakwenda tu wakati wa Christmas na Pasaka, lakini atakwambia mimi ndio dhehebu langu, mimi ndio dini yangu. Yaani anatembea sasa, yaani anasafiri kwenye njia pana. Ndio maana yake. Hiyo ndio njia pana anayosafiri nayo. Likitokea la kumtokea, anakimbilia huko. Kutokea amepata mtoto, anatakiwa abatizwe ili aendelee kuonekana kwamba yeye ni mmoja katika ile dini. Lazima mpeleke mtoto akabatizwe kule, na atakwenda kajipendekeze kwa muda fulani, akivizia kwamba anajua kabisa mke wangu ana mimba, kwa hiyo nikipata mtoto nipate mahali pa kumbatizia. Basi anaanza kujipendekeza kwenda huko mahali, wakati siku zingine alikuwa haendi. Yaani yuko tayari kusema mimi nimerudi bwana kundini hivyo. Au atahofia tu asije akaugua afa akakosa watu wa kumsaidia, au akafa wakakosekana watu wa kumzika, akaonekana yeye alikuwa kama hana dini hivi, amejitengenezea mazingira. Hili jambo nishalizungumza. Kwa hiyo hii vitu vya maisha ya kimaluelue, ya kwenda tu msobe bila kufanya hata tafakari, na wakati mambo yako wazi kwamba ndugu zanguni, kila itakavyokuwa, wewe ndio mwisho wa safari. Wewe binafsi ndio utatakiwa kujibu yale ambayo unayaendekeza wewe mwenyewe, kwa maana kwamba utafika mahali lazima ujilaumu mwenyewe, ujinyoshee kidole, ingawa hutawaambia watu kama unajinyoshea kidole, lakini kinyemela, ukiwa wewe peke yako umekuwa ukijinyoshea kidole kwa hapa, ili tatizo nimelizalisha mwenyewe. Sasa kusema ukweli hamtaki, kuweka wazi hamtaki, na kazi yenu inakuwa sasa ni kama unafichama, unasema ukweli, halafu ukiwa kwenye kadamnasi ya watu unaongopa, ili uonekane unakwenda sambamba na huo umati unaofanya mambo ya uongo. Ndugu zanguni, nyakati zenyewe hizi, halafu watu bado mmekumbatia tabia zile za kizamani, ambazo zimebebwa na dhamira mbaya, ambazo zimebebwa na namna ya kiburi. Basi mjue kabisa kwamba nyakati hizi zishafika, dunia hiyo inakwenda kutokomea, na nimeyazungumza sana haya mambo. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kuambia, tuanze kurudi kwa pamoja kwenye kusikiliza ndani yetu ile sauti ya minong'ono. Kila mmoja ana sauti huko ndani, aanze kuisikiliza na aenende kutokana na maelekezo yanayotoka kwenye hiyo sauti. Asikubaliane kuendelea kusikiliza makelele ya nje yaliyosababishwa, nishazungumza haya mambo, kusudi na hisia zetu tu za kuona kitu katamani, ukanusa kitu kasana nataka, ukasema sijui hivi, ukaonja kitu na mimi nataka hivyo, au ukagusagusa kitu ukaona kimekupendezesha hivyo, haiwezi ikakusaidia, kwa sababu hivyo vyote unavyovigusagusa hivyo ni vimetokana na hisia zilizoko ndani ya mwili. Macho yako ndani ya mwili, nishaeleza hilo jambo. Pua iko ndani ya ni sehemu ya mwili. Kwa hiyo wewe unakuwa bado unacheza na matope,
ambayo kesho na kesho kutwa yale matope yanabakia hapa, lakini ile nafsi inaendelea kuwa hai. Sasa wewe umefika mahali umeshaona kwamba hii ardhi ambayo ndio huu mwili ambao ndio unatakiwa upande sasa, upande yaani yapandwe yale vile vipando au mimea iweze kustawi. Wewe matokeo yake sasa unatumia katika shughuli zingine mpaka limekuwa jangwa. Yaani mwili umekuwa jangwa, halina faida, halizalishi chochote, ni jangwa. Kwa hiyo unachoendelea wewe ni kupigwa na jua tu, na ndio maana joto limeongezeka. Of course lazima liongezeke, kwa sababu kama watu wameshindwa kwa miaka hizi, karne zote hizo, tangu enzi hizo, miaka karibu karne 17 hizo, watu wamekuwa wamemwacha Mungu, wanaendelea kudanganywa tu na kundi fulani au na shirika fulani hivi likawaongoza na kuwaelekeza vitu ambavyo ni vya uongo na nini, hapo wamefika wamekwama. Of course sawa, kwa sababu lazima mkwame. Mtatembeaje na magari kwenye jangwa bwana? Jangwa unatembeaje kwenye jangwa na gari? Gari yenyewe ambayo itahitaji mahali upate nani, mafuta uweke. Sawa, itachukua muda mfupi, itafika mahali mafuta yamekwisha. Hakuna kituo kinajengwa kwenye jangwa bwana. Mali na mali kuna michanga tu. Nani anajenga kituo cha mafuta huko? Cha kusema utaingia utaweka mafuta mengine yakisha. Lakini watu wanakuwa wanajisahau. Yaani hawaoni yale majangwa. Yeye ameshakuwa kipofu. Kwa sababu gani? Ameendekeza giza. Anakumbatia giza. Hataki mwanga ulioko ndani yake, hataki. Sasa wewe unafuata mkurulo wa watu walio wengi, eti kwa sababu tu wako wengi basi wewe unathibitisha kwamba wingi huu ndio unaozungumza ukweli. Hiyo ni akili ya namna gani? Hata kama ni ya kawaida tu, inakuwaje wewe uwezo ukatoka nje ukatembea uchi? Kwa sababu unajua kabisa ukienda nje ukiwa uchi utaonekana wewe kituko. Sasa inakuwaje unakubali kudanganywa na ili uonekane kituko? Yaani huoni kama hiyo namna ya kutoka nje bila kuvaa nguo na hiyo ya kudanganywa na watu, wakati wewe ndiyo kiongozi wa nafsi yako, ndio wewe ndio unamtoa maamuzi, halafu uanze kuwasikiliza watu wengine, matokeo yako unakaa uchi, halafu unaona sawa tu. Sasa mbona hujamalizia? Wewe unaona sawa kwa kubali mafundisho yasiyo na maana, yasiyo kusaidia, ambayo ni mapotofu, na wakati huo unakubali kuvaa nguo. Sasa faida iko wapi? Vyote ni sawa. Si afadhali usivae na nguo na vile kwa sababu ni yale. Huko uko uchi na huko uko uchi. Sasa huko unakuwaje unaziba, alafu huko kwingine bado uko uchi? Wapi na wapi? Yaani unasema unafichama wakati unachimbia tu kichwa kwenye mchanga, sehemu zingine za mwili ziko nje. Ndugu zanguni, wakati ni huu. Mkono wa Mungu umeshafika. Kwa yeyote anayenisikia, uanze kubadilika. Uanze kufuata hiyo sauti ya mnong'ono. Jamani, hekalu ni sisi wenyewe. Na lazima tuabudu katika roho na kweli. Na ukweli ndio utakaotuweka huru. Asanteni sana kwa kunisikiliza.